ukiwa jaji, ukawa rais, ukawa makamu wa rais, ukiwa waziri mkuu, ukiwa spika wa bunge, katika vyeo hivi, utakapostaafu, kitendo cha kustaafu, jambo la kwanza utapata nyumba ya serikali watakujengea, jambo la kwanza. Jambo la pili, utatibiwa wewe na familia yako mpaka pale ambapo utakwenda kaburini. Jambo la tatu, ukiwa kiongozi mstaafu katika vyeo hivi, ni kwamba kila baada ya miaka mitatu utakuwa unabadilishiwa gari, kutolewa gari moja na kuletewa gari nyingine Land Cruiser lenye thamani ya milioni 500 katika kila baada ya miaka mitatu, 0 kilometers, na unapewa ulinzi. Zaidi ya yote, ukiwa umestaafu katika cheo hicho, maana yake utaendelea kupokea posho, wanaita posho, ambao ni mshahara wa 80% ya kiongozi aliyebakia madarakani wa nafasi yako. Wewe kazi yako ni kuimba tu. Sasa haraka nachukua. Alafu mambo yako hovyo. Zaidi ya yote, wakapitisha na wake zao na waume zao. Wao wanakwenda mbele kupitisha sheria mpaka kuanza kulipa wenzi wa viongozi. Nao pia watakuwa wanapata 25% ya mshahara anayelipwa mumewe. Ukimuuliza wewe mwenzi wa kiongozi alifanya nini, huwezi kuelewa kwa taifa hili. Kwa hiyo mke, mfano wa Mheshimiwa Kikwete, mke alikuwa ni first lady. Mheshimiwa Kikwete alikuwa rais, anaendelea kupata mafao. Mkewe analipwa pesa ya ubunge na analipwa pesa ya kuwa mke wa rais mstaafu. Hawa ndio CCM. Taifa ambalo hatuwezi kumhudumia mama mjamzito, tunalipa mtu kwa sababu alifanya mapenzi na Godbless Lema, na Godbless Lema ni rais. Kipindi haya yanafanyika, hospitalini hakuna dawa, kuna baadhi ya maeneo hakuna maji, hata haijulikani kipaumbele cha nchi hii tunachokiwaza ni kitu gani. Nusu ya taifa hili litakiwa tuwe Mirembe, pale Mirembe. Wasitoke hata ijengwe kuta ndefu. Kwa sababu ni watu wachache wenye uwezo kufikiri kama binadamu. Rais juzi anasema wametenga bilioni 34 kwa sababu ya kujenga makumbusho ya marais, museum. Yaani bilioni 34 inajengwa makumbusho kwa ajili ya kuweka kumbukumbu ya marais. Hivi kwa hali hii mliotufanyia tokea Nyerere mpaka leo, kuna watu wamewasahau nyinyi mpaka tujenge makumbusho? Hakuna anayewaambia, tunakaa kimya. Maisha magumu, wakulima tunalia, wafanyakazi wanalia, wafugaji wanalia, wafanyabiashara wanalia, hakuna aliye salama. Tuna msiba nusu kila siku. Ilikuwa hakuna kipindi ambacho tungepata maisha bora kama kipindi hiki. Walisema wapinzani ndio wanaochelewesha maendeleo. Leo bunge lote wamejaa wao, serikali za mitaa zote wao, madiwani wote wao. Tulitegemea mambo yawe super kweli kweli kwa sababu hakuna anayewapinga. Lakini leo tujiulize, tukijikuna hatutoki vumbi? Tujiulize. Hauna umeme, maisha magumu, kikokotoo, tozo. Hata hizo nguo unazovaa ni ujasiri wa kibwege. Msifanye kazi ya kulinda vibaka waliovaa suti.